Online TV. Kanda maalum ya Dar es Salaam linaendelea kutahadharisha baadhi ya watu ambao wanatoa au wanajaribu kutoa taarifa za uongo kwenye vituo vya polisi kuwa kufanya hivyo ni makosa, na kutoa taarifa za uongo kwa afisa wa serikali ni kosa la kijinai, na kwamba jeshi halitasita kuendelea kuchukua hatua, ikiwa ni pamoja na kuwakamata na kukamilisha upelezi na kuwafikisha kwenye vyombo vingine vya sheria, ikiwa ni pamoja na kupitia kwenye ofisi ya mashtaka ya taifa. Jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam limemkamata pia mtu ambaye amefahamika kwa jina la David Zefania Sanga, huyu mwenye umri wa miaka 38. Zamani alikuwa ni mfanyakazi wa kampuni moja ya bima iliyofahamika kwa jina la UAP. Mtu huyu amekamatwa kwa tuhuma za kutoa taarifa za uongo kwenye kituo cha polisi Kigamboni kuwa kuna magari mawili aliyoyataja kwa namba za T 811 DUL Toyota Crown, lakini pia gari lingine namba T 647 DRE aina Mitsubishi Outlander, kuwa magari hayo ambayo yalikuwa nyumbani kwake, wezi waliingia na wakaiba kwa kung'oa vifaa mbalimbali vya kwenye magari hayo. Jeshi la polisi lilifanya ufuatiliaji na kugundua kuwa vifaa alivyovitaja vikiwemo bumper za mbele na nyuma, window covers, radio za magari yote mawili, side mirrors, tire zote za mbele na nyuma, pamoja na power windows za magari yote hayo mawili, pia betri alivyodai vimeibiwa na wezi baada ya kuruka ukuta na kuingia kwenye nyumba yake. Vifaa hivyo alikuwa amevificha nyumbani kwake na kuja kutoa taarifa kituo cha polisi, huku akiwa na lengo la kudanganya makampuni ya bima ili aweze kujipatia pesa kwenye makampuni hayo kwa njia ya udanganyifu, kama ambavyo bima zimekuwa zikilipa kwa baadhi ya matukio. Jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam linaendelea kutahadharisha baadhi ya watu ambao wanatoa au wanajaribu kutoa taarifa za uongo kwenye vituo vya polisi kuwa kufanya hivyo ni makosa, na kutoa taarifa za uongo kwa afisa wa serikali ni kosa la kijinai, na kwamba jeshi halitasita kuendelea kuchukua hatua, ikiwa ni pamoja na kuwakamata na kukamilisha upelezi na kuwafikisha kwenye vyombo vingine vya sheria, ikiwa ni pamoja na kupitia kwenye ofisi ya mashtaka ya taifa. KM Online TV.